Ripoti iliyotolewa na Wizara ya Elimu nchini kuhusu vyuo vya kiufundi vya TVET ilibaini kwamba idadi ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo hivyo bado iko chini mno. Hii ni baada ya vijana wanaofaa kujiunga na vyuo hivyo wakisalia nyumbani licha serikali kutumia rasilimali za umma kujenga taasisi hizo muhimu hadi mashinani. We would want these young people properly funded, and it is a struggle for me and my CS, but we will continue struggling. We are actively aware that that is a pain point. So it's not a matter of the PS bringing money. I don't have, but the resources are here. Chuo cha kiufundi cha Godoma kilichoko eneo la Vitengeni katika eneo bunge la Ganze kaunti ya Kilifi huenda kikawa kati ya vyuo vitakavyofungwa kutokana na idadi ndogo ya wanafunzi. Kati ya wanafunzi 500 katika chuo hicho, 80% wanafunzi ni wale waliotumwa na shirika la huduma kwa vijana wa taifa NYS, huku 20% wakiwa wanafunzi kutoka eneo bunge la Ganze na sehemu zingine za nchi. Hatua hii imewalazimu wadau wa sekta elimu kutoka serikali kuu, maafisa wa usalama, wakazi pamoja na machifu kwa ushirikiano na wasimamizi wa chuo hicho kufanya mkutano kuhusu jinsi watakavyosajili wanafunzi. Katika mkutano huo ulioandaliwa katika chuo hicho cha kiufundi cha Godoma, ulibaini wazi sababu za wanafunzi kuondoka chuoni, mojawapo ikiwa ongezeko la karo kinyume na taasisi zingine. We have an issue with the minimum amount for them to get admitted in these institutions. Hapo ndio ngoma iko. In regards to the school fees, we can adopt a model where we do even we put monthly targets for parents, or even after maybe weekly or bi-weekly, so that our students can remain in school. Why don't we have a tent out there? Why don't we have a day out there? We have a high school, Vitengeni, we have Mwangea Girls. I don't know if you ever visit. Ajabu ile lote ambayo nileta hapa 93 ambao tulikuwa na mkutano pale kwa ofisi. Wale wachache ambao wanazimia kuja, wakifika hapa, wakitoka tu hapa wanarudi mbio kwa ofisi. Chifu ulitudanganya. Ule twaitishwa pesa. Sasa kama na 1500 nilipe kwanza ndo nigie klasi. Hii pesa nitatoa wapi? Maafisa tawala kwa ushirikiano na wale wa chuo hicho wameitikia wito wa kuzuru mashinani na kuhamasisha vijana kutambua umuhimu wa mafunzo ya vyuo vya TVET ili kuongeza idadi ya wanafunzi pamoja na kuwaeleza jinsi ya kupata mkopo wa karo kupitia bodi ya kitaifa ya elimu kuhusu mikopo HELB. We shall have a schedule. We shall have a plan on how we shall be coming to that particular sublocation on date 9th. So we are planning that activity shall be done in one day, unless there are some issues that maybe might come up in the middle that might make us maybe change one or two. Emmanuel Masha ni mwenyekiti wa bodi ya chuo hicho, amelalamikia hatua mwalimu mkuu wa taasisi hiyo kutohudhuria mkutano huo, akisema atafanya kikao naye ili kuangazia swala hilo, ikiwemo ongezeko la karo lililoibuliwa na wazazi. It's quite unfortunate that the principal is held somewhere, but based on the information coming from this meeting, it would have been very good that he is here to hear the comments from the stakeholder, so that he's a very critical person when it comes to decisions about fees and how to pay fees. Afisa anasimamia kituo cha polisi cha Vitengeni Mohamed Ali amesema hatua ya kuzuru mashinani na kuhamasisha vijana waliosalia nyumbani kujiunga na vyuo vya TVET itapunguza visa vya uhalifu mashinani. We know the challenges ambazo tumepata za mambo ya usalama, mambo ya madawa, vijana kutumia madawa ambayo inasababishwa na kukosa kazi za kufanya, ndio wanajihusisha na mambo ya mihadarati ambayo eventually inaleta matatizo ya kiafya kwao, mental illness and any other diseases that are related to abuse of drugs. Nikiripotia Coco FM, mimi ni Mwahoka Mtsumi. Coco FM, ladha ya Pwani.